Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Diwakeo TV. Wakili Peter Madeleke ameibua mjadala mpana baada ya kwa kuhoji tofauti ya namna vyombo vya dola vinavyoshughulikia matukio ya Julai 7 mwaka 2026 na yale ya Oktoba 29 mwaka 2025, kufuatia serikali kueleza kuwa ilifanikiwa kudhibiti hali ya usalama bila athari zozote hasi. Kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, Madeleke ambaye aliwahi kuwa askari polisi kabla ya kuwa wakili aliandika, nanukuu, wakati tunaipongeza serikali kwa kudhibiti maandamano yaliyopangwa kufanyika tarehe 7 Julai mwaka 2026, swali muhimu la kujiuliza ni kwamba kwa nini serikali ilishindwa kudhibiti mauaji wakati wa maandamano ya Oktoba 29 mwaka 2025, nanukuu. Mwisho wa kunukuu maneno hayo ya Peter Madeleke. Kauli hiyo imekuja baada ya serikali na jeshi la polisi kueleza kuwa maandalizi ya mapema yalichangia kudhibiti hali ya usalama katika kipindi kilichotangulia Julai 7. Katika taarifa na maelezo yake kwa umma, waziri wa mambo ya ndani na nje ambaye ni Patrobas Katambi alisema vyombo vya dola vilikuwa vimefanikiwa kuwabaini na kuwakamata baadhi ya watu waliokuwa wakidaiwa kupanga vitendo vya uhalifu kabla ya kuvitekeleza. Miongoni mwa yaliyotajwa ni kukamatwa kwa mtu aliyedaiwa kuwa alikuwa akitengeneza mabomu ya asili, akiahidi kulipa takriban shilingi milioni 300, pamoja na watu wengine waliokuwa wakilipa fedha ili kuwahamasisha vijana kushiriki vitendo vya vurugu. Kwa upande wake, msemaji wa jeshi la polisi DCP David Misime alisema hatua za kitelejensia na operesheni za mapema ziliwezesha kuwakamata baadhi ya watuhumiwa kabla ya kutekeleza mipango waliokuwa wakituhumiwa kuipanga. Alisema hatua hiyo zilichangia hali ya usalama kubaki shwari Julai 7, huku jeshi la polisi likisisitiza kuwa litaendelea kulinda usalama wa wananchi na mali zao nchini kote. Katika tafakuri yake, Madeleke anaunganisha kauli hizo za serikali na matokeo ya Julai 7 kwa kuhoji kuwa kwa nini mbinu zilizotajwa kuwa zilitumika kudhibiti hali hiyo bila vifo mwaka 2026 hazikuzaa matunda yaliyofanana wakati wa matukio ya Oktoba 29. Ujumbe wake umeendelea kujadiliwa na watumiaji wa mitandao ya kijamii, ukichochewa na mjadala kuhusu mbinu za kuzuia uhalifu na usimamizi wa matukio ya kiusalama. Una maoni gani kama Mwanakeo TV? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu ni Diwakeo TV. Asante, tujadili pamoja masuala muhimu ya kisiasa. Tunataka tujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.